إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز الفائزون فقد فاز المتقون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نزanguni katika imani tunabudi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nichukue fursa hii kuwahusieni sambamba na kuhusia nafsi yangu katika sala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ikiwa leo ni tarehe 13 katika mwezi wa Ramadhani, tayari baadhi ya masiku yamekatika na kupukutika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Niyanukulu kwenu nyinyi maneno ya Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yanasema: ala inna shahrakum qad akhadha fi an-naqsi fazidu antum fil amali. Ala, zindukaneni ndugu zangu Waislamu, ala tamweni ndugu zangu Waislamu, inna shahrakum, haka mwezi wenu huu wa Ramadhani, haka mwezi wenu mliokuwa mkiungojea kwa hamu ya hali ya juu na shauku, inna shahrakum, haka mwezi wenu ambao ni mwezi wa kukimbizana na matendo, qad akhadha fi naqsi, tiyali umepungua sana, tiyali theluthi ya mwanzo ishakatika na sasa hivi tupo theluthi ya pili. Fazidu antum fil amali, sasa nyinyi zidisheni matendo, zidisheni jitihada, zidisheni kujiweka karibu na Mola subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuumba mwanadamu, kila inapokuwa kuna tukio fulani au mazingira fulani, kila anavyozidi kuishi katika mazingira hayo ndivyo anavyozidi kuzoea mazingira hayo. Ramadhani mwanzoni kila mmoja alikuwa na shauku ya kudiriki Ramadhani yake na akawa na mikakati ya kufanya ndani ya Ramadhani yake, lakini kila siku zinavyoongezeka na kuzidi kupungua ndivyo mwanadamu anavyozidi kuzoea mazingira. Lakini Ramadhani hii sio mwezi wa kuzoeleka. Allah subhanahu wa ta'ala akimjenga mwanadamu kiakili ili asizoee mazingira ya Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia ayyaman ma'dudat, ni masiku machache mno. Bimaana Allah akataka huyu mwanadamu ayatumie vizuri haya masiku machache ili aweze kufaulu mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, mmoja wapo katika tabi'i katika matabi' ambaye anaitwa Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, yeye akiwa katika safari zake alipowasili katika soko la Busra, wale watu wakawa wamemzunguka, watu wa sokoni, wao wakawa na mashtaka yao, wanamwambia, wakamwambia: ya Aba Ishaq,
inna Allah ta'ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ewe tabi'i, ewe mwanafunzi aliyepata bahati ya kusoma kwa wanafunzi waliosoma kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Mola wetu ametuahidi na akatwambia wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mola wenu amesema muombeni na yeye atatatua shida zenu. Hali ikiwa mbaya, hali ya uchumi ikawa mbaya, ardhi ikashindwa kutoa mazao, mvua ikashindwa kunyesha, vyovyote mtakapokutana na madhila na matatizo katika dunia yenu, sehemu stahiki ya kuelekeza kilio chenu ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha yeye akawaahidi iwapo mtafanya hivyo, shida zenu, matatizo mkayaelekeza kwake, basi yeye atawatatulia vile mnavyotaka. Lakini wakasema wa nahnu nad'u Allah falam yastajibu lana, sisi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bado Mola wetu hajatatua shida zetu kama alivyotuahidi. As-sahabi at-tabi'i al-jalil akamwambia li anna qulubakum matat bi 10 ashiya'i au bi 10 ashiya'i, sababu ya kutotatuliwa shida zenu, kutobadilishiwa hali zenu mlizonazo, sababu ni nyinyi wenyewe, nyoyo zenu zimeugua maradhi ya aina 10. inna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mola wenu hatawabadilishia hali walionayo watu, Allah hatawabadilishia mazingira walioyazoea watu mpaka pale wakibadilisha yale yaliyomo ndani ya nafsi zao, wakibadilisha itikadi, wakabadilisha sehemu ya kuomba dua, wakabadilisha namna wanavyomwelekea Mola wao, wakabadilisha namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ili mradi wakibadilisha yale yaliyomo ndani ya nafsi zao, Allah atawabadilishia yale wanayoishi nayo katika mazingira yao. Katika mambo 10 aliyoyataja, sisi tutachukua moja ili iwe ni njia ya kutuelekeza na kutupeleka katika muhadhara wetu wa siku ya leo. Katika mojawapo katika yale 10 aliyoyataja, akasema wa qultum, nyinyi mwasema kwa ndimi zenu, nyinyi mwadai kwa ndimi zenu, innakum mushtaquna ila aljanna, kwamba nyinyi mnapenda kuingia peponi, nyinyi hamu yenu ni pepo, nyinyi kiu yenu ni kuingia peponi, nyinyi mwadai. Walam ta'malu laha, lakini mmeshindwa kuifanyia kazi hiyo pepo. Kudai mwadai, lakini matendo yenu yanaenda kinyume na vile mnachokidai. Hii ni sababu ya kutoitikiwa dua zenu na kutotatuliwa matatizo mlionayo. Ndugu zangu, hapa katika jambo hili lazima kila mmoja ajiulize, yeye anadai hamu yake ni nini? Ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala au sio? Na kama adai kwamba yeye hamu yake ni pepo, je, anajitiada gani katika kuitafuta pepo hiyo? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alivyoitaja pepo akasema udkhulul jannata, ingieni peponi kwa yale mliyokuwa mkiyafanya huko duniani. Lazima tujiulize matendo yetu ni yapi tunayoyafanya kwa ajili ya kupata hiyo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, muhadhara wetu wa leo bi'amrillah subhanahu tazungumzia almusara'atu ila alkhairati fi ramadhani, kukimbizana, mtu kujitoa muhanga kuziendea kheri, hasa ndani ya msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwanadamu inampasa yeye ajitoe muhanga, nafsi yake aiweke rehani kukimbizana na kheri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hasa ndani ya Ramadhani. Licha ya kuwa al-matlub, linalotakikana kwa mwanadamu huyu ni muda wote wa maisha yake, madamu amejaliwa umri, atumie umri wake kumridhisha Mola subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yanbaghi lilmu'min, inampasa mu'min ayusari'a fil khairati, akimbizane, ajitoe muhanga kufanya mambo ya kheri. Kwa nini? Fal umru qasirun, kwa sababu umri wa mwanadamu ni mchache mno. Umri aliyopewa mwanadamu
ni mchache mno, ni umri ambao wahesabika, kama alivyosema as-sahabi al-jalil Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, akionyesha umri wa mwanadamu ulivyokuwa ni mchache. Yeye akaita mfano akasema, idha asha al-fata 60 ama, ikiwa mwanadamu atapewa umri wa miaka 60 katika maisha yake, akaishi miaka 60 katika umri wake katika dunia yake, fanisfu al-umri tamhaquhu al-layali, nusu ya umri wake inachukuliwa na usiku. Miaka 60 ameishi, anatoa nusu ya umri, ameimaliza, imepitwa na usiku, akiwa amelala usingizi, hakuna jambo lolote alilojishughulisha nalo katika nusu ya umri wake. Tukichukua miaka 60 tukaondoa nusu ya umri wake, mwanadamu huyu atakuwa amebakisha miaka 30 peke yake. Lakini sio hii 30, kisha akasema wa nisfu nisfi yadhhabu laysa yadri lighafalatihi yaminan min shimalin, na nusu ya umri wake huo uliokuwa umebakia inamuondokea na kukatika bila yeye kufahamu, akiwa anatapatapa kulia na kushoto, umri wake umeondoka. Na maana miaka 30 unatoa nusu yake pia ambayo imeondoka, yeye akiwa hana habari kama umri au kata, inabakia miaka 15. wa thuluthun nisfi amalun wa hirsun wa shughlun bil makasibi wal iyali, na thuluthi ya miaka hiyo iliyokuwa imebakia inaondoka akiwa akupia dunia, ikiwa ajiangaisha, ikiwa atafutia watu wake, ikiwa afanya mambo mbalimbali, thuluthi ya umri wake inaondoka. Thuluthi katika miaka 15 atakuwa ameondosha miaka 5 na amebakisha miaka 10 peke yake. Wa baqi al-umri, huu umri wake uliobakia wa miaka 10, asqamun wa shaybun, huu ni umri wa kuugua, ni umri wa kuuguza, ni umri wa kuzeeka, kwamba huyu tayari amezeeka. Wa hamun birtihalin wa intiqalin, na ni umri ambao mtu hii miaka 10 iliyobakia katika umri wake, mtu anakuwa na hamu, anakuwa na mambo yamemzonga katika dunia yake. Ndugu zangu katika imani, kwa mantiki hiyo sasa, umri wa mtu miaka 60, yeye ana faida na umri wake wa miaka 10 tu. Lakini cha kustajabisha, hii miaka 10 akiitumia vizuri, umri wake wote atahesabika ameutumia vizuri. Akiharibu miaka hii 10 aliyotunukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu atakuwa na maumivu na lawama na kujilaumu kwa umri mzima uliokuwa umebakia katika maisha yake huko mbeleni anapoelekea. Ndugu zangu, kwa hiyo umri wa mwanadamu ni mchache mno, wal ajal qaribun, lakini licha ya umri kuwa mchache, bado kuna mambo yamemwandama. Ajali za mwanadamu ziko karibu. Mwanadamu yeye ajali yake iko karibu mno, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mwanadamu aijue ajali yake ilivyokuwa karibu. Anasema, qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madajihim, sema ewe Muhammad, kuambia hawa ili wajue ajali yao ilivyokuwa karibu. Mtu angekuwa nyumbani kwake, amejifungia milango, ameweka walinzi, ameweka kila kitu, muda wake ukifika wa ajali atajitoa yeye mwenyewe, atajigaramikia yeye mwenyewe, na kama hana nauli atajikopesha yeye mwenyewe, ajipeleke katika sehemu ambayo ameandikiwa ajali yake. Ndugu zangu katika imani, wa bun adam la yadri mata yatihi almaut, na mwanadamu amefichwa, amenyimwa ni lini atadirikiwa na kifo. Mtu hajui ni lini atakufa, mtu hajui ni lini atamaliza umri wake. Wa aani bil musara'ati ila alkhairati, ndugu zangu, napozungumza kwamba mwanadamu afanye haraka, akimbizane kuyaendea mambo ya kheri, ai maana yake almubadaratu ila taati, ni mtu kufanya haraka saa pale tutakapokuwa kumejitokeza fursa ya kutekeleza maamrisho ya Allah, ya kumridhisha Mola wake, afanye haraka, wasubqi ilaiha, na akimbizane, hasa akimbizane, ashindane kunako kutekeleza jambo hilo.
walisti'jali fi adaiha wa adami ta'khiriha, mtu asijicheleweshe maadamu kumetokea fursa ya khairi. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu an-Nisa, katika suratu al-Imran aya 113 hadi 114, Allah subhanahu wa ta'ala yeye asema katika aya hizi ambazo nimestaja, sura al-Imran aya 113 hadi 114, Allah subhanahu wa ta'ala asema laisu sawaa, hawawezi wakawa sawa, hawawezi wakalingana, hawatokuwa sawa, min ahli alkitabi, katika watu waliopewa vitabu, min ahli alkitabi, katika wale waliopewa vitabu, ummatun, kuna kundi, yatiluna ayati Allah, ummatun qaima, kuna kundi lililosimama katika uimara, limesimama barabara. Kundi hilo yatiluna ayati llaili, kundi hilo linazisoma aya za Allah, kundi hilo linasoma kitabu cha Allah, ana al-layli wa hum yasjudun, wakati wa usiku hali ya kuwa wao wanaporomoka wakimsujudia Mola subhanahu wa ta'ala. Yu'minuna billah, kundi hilo linamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, na linaamini siku ya mwisho. Wa ya'muruna bil ma'rufi, kundi hilo linaamrishana kuyatekeleza mambo mema, linaamrishana wema. Wa yanhauna 'anil munkari, na wanakatazana na kutahadharishana na uovu. Wa yusari'una fil khairati, na wanakimbizana, wanashindana katika mambo ya khairi. Wa ulaika minas salihin, na hao kwa sababu wanasifika na sifa hizo nne, hao ni katika watu waliokuwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala fawasafahum bisalihin, Allah akawasifu kwa wema. Kwa nini? Kwa sababu wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya pili, wakawa na imani na siku ya mwisho. Sifa ya tatu, wakaamrishana wema. Sifa ya nne, wakakatazana na maovu. Sifa ya tano, wakawa ni wenye kujitoa, wakashindana hasa kuielekea kutafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah katika suratu al-Imran hiyo aya 133, Allah anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbizaneni, shindaneni kushindania msamaha utokao kwa Mola wenu, wa jannatin, lakini vile vile ishindanieni pepo ambayo ardhuha samawati wal ardu, ukubwa wake ni sawa na mbingu na ardhi, uiddat lilmuttaqin, pepo hiyo imeandaliwa kwa ajili ya wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala sehemu yoyote katika Qur'an alipoitaja pepo, alipotaja radhi za Allah, alipotaja maghfira, akataka mwanadamu asiwe mzembe, bali lazima mwanadamu ajitoe muhanga katika kuyaendea maghfira na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah alipoitaja dunia, Allah akataka watu wawe wastaarabu, watu wasikimbizane, watu waende kwa ustaarabu katika kuiendea dunia yao. Qala subhanahu, katika surati al-Jumu'ah Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, enyi mlioamini Allah, itakaponadiwa sala kwa ajili ya Ijumaa, fas'au ila dhikrillah, kimbizaneni, shindaneni kwenda kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wadharul bay', acheni kuuza, acheni kununua, acheni kushughulika na dunia kwa wakati huo. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hilo ni bora kufanya hivyo, mkaacha shughuli zenu zote kwa ajili ya kukimbizana, mkashindana kuitafuta kwenda kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itaja pepo, Allah ataja mambo ambayo yatakuwa ni sababu ya kumfikisha katika ghaya, lengo la mwanadamu kuumbwa kwake. Lakini inayofuatia Allah alipotaja dunia, fa idha qudiyatis salah, sala hiyo mkishaimaliza, mmemtaja Allah vya kutosha, mkahakikisha mmemtaja Allah muda mkaumaliza kama inavyotakikana, fa idha qudiyatis salah fantashiru, ebu tawanyikeni tena kiustaarabu. Ndugu zangu, nyinyi mwajua inapokuja sala la kutawanyika na sala la kushindana ni vitu viwili tofauti. Dunia ndugu zangu, Allah akataka tutawanyike,
tuitafute kiustaarabu, lakini akhera sisi Allah subhanahu wa ta'ala akataka kila mmoja ajitoe muhanga, kwa sababu dunia unapata kila alichokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akhera wapata kwa jitihada zako wewe mwenyewe. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akimjenga mwanadamu kiakili, asishughuliki, asiwekeze muda wake mwingi kuitafuta dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inna rizqa la yatluba sahibahu akthara mimma yatlubuhu ajaluhu, hakika riziki ya mtu aliyoandikiwa, siku fulani utapata shilingi fulani, siku fulani utatumia kiasi fulani, siku fulani riziki yako ni fulani. Mtume akatwambia itamtafuta mtu huyo aliyeandikiwa. Inna rizqa, hakika riziki ya mtu, la yatluba sahibahu, itamtafuta yule mwenye riziki hiyo, akthara mimma yatlubuhu ajaluhu, zaidi ya kifo kinachomtafuta yule ambaye amefikisha wakati wake wa kufariki. Ndugu zangu katika imani, angalia manabii ridwanullahi ta'ala alayhim, manabii salawatullahi wasalamuhu alayhim, walipolijua hili kwamba hamu yao wao wametakikana kukimbizana kuitafuta dunia, akhera sio dunia, Musa alayhi salam amwambia Mola wake, huyu ni nabii aliyepewa cheo cha kuongea na Mola wake moja kwa moja bila kizuizi, laysa biwasitati Jibril, si kwa kiunganisha Jibril, yeye aongea na Mola wake alafu Mola wake amjibu. Lakini licha ya cheo hicho katika manabii, yeye peke yake ndiye aliyepata fursa ya kuongea na Mola wake, lakini bado ajitoa, ajipendekeza kwa Mola wake kwa kumwambia katika sura Taha aya 84, amwambia wa ajiltu ilayka rabbi litarda, ewe Allah najipendekeza kwako, ewe Allah najiweka karibu kwako wewe Mola wangu ili upate kuniridhia. Waqala ta'ala, bali Allah kasema kumwambia nabiyullah Zakaria katika suratul Anbiya aya 90, Allah subhanahu wa ta'ala asema kumwambia nabiyullah Zakaria, fastajabna lahu, hakika wewe Zakaria tumeitikia ombi lako, wa wahabna lahu Yahya, tayari tumekuzawadia Yahya, wa aslahna lahu zawja, na tumekutengenezea mke wako. Innahum, hakika huyu nabiyullah Zakaria, kanu yusari'una fil khairati, alikuwa ni mwenye kukimbizana katika mambo ya khair. Nabiyullah, mtume wa Allah ambaye Allah subhanahu wa ta'ala tayari amemridhia, lakini bado ajipendekeza, akimbizana, ashindana na waumini wake kuyatekeleza yale aliyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Si hilo tu la kushindana, wayad'una na raghaba wa rahaba, walikuwa ni mwenye kutuomba sisi, wakielekea kwetu sisi wakiwa na shauku, wakituomba, warahaba, lakini wakiwa na hofu kuja kuadhibiwa na Allah. Wakanu lana khashi'in, Allah anasema walikuwa ni wanyenyekevu kwa ajili yetu sisi. Wakana sallallahu alayhi wasallam, tuangalie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yahuthu ummatahu ala almusara'ati ila al-a'mal as-salihah. Mtume ameushajiisha na kuhimiza umma wake, wafuasi wake wawe tayari kukimbizana, kujitoa muhanga kwa kuyatekeleza matendo yaliyokuwa mema, akiwaambia fa innal mu'mina, hakika mu'min la yadri ma yu'radu lahu min marad, kwa sababu hafahamu kile ambacho kitamjia, afahamu kilichomngojea katika maradhi au fitna, au mu'min anaweza akafitinika katika dunia yake, katika dini yake, au ajalin, au mbele yake kukawepo ajali bila yeye kufahamu. Rawa Muslim, katika hadithi aliyopitisha Imam Muslim katika sahihi yake, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, as-sahabi al-jalil Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Abu Hurairah asimulia anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam asema, maneno haya awaambia jamaa zake aliyokuwa nao, lakini maneno haya ni shamil ala jamii ummati, yanaenea katika umma wake wote. Mtume awaambia, badiru bil a'mali fitna
kaqita'il layli almuthlimi, ebu fanyeni haraka, yakimbilieni, kimbizaneni kwa kuyatengeneza matendo, kwani mbele yenu kuna fitna yaja. Tena fitna hiyo kaqita'il layli almudhlimi, ni sawasawa na kipande cha usiku chenye kiza nene ndani yake. Tena mtume akatafsiri fitna hiyo iliyokuja ambayo iko mbele ya Waislamu, akasema yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Katika zama hizo ninazowaelekeza, mtu atafitiniwa na dini yake. Mtu jua litachomoza asubuhi akiwa ni mu'min, lakini wakati linaelekea kuzama ashaondoa uumini wake, ashakuwa kafiri. Yusbihu al-mu'min, yusbihu ar-rajulu mu'mina, mtu atapambanukiwa asubuhi yake na anaidiriki akiwa ni mu'min, wa yumsi kafira, jua linaenda kuzama tayari ashakuwa kafiri. Au yumsi mu'mina, mtu akasema au jua linazama akiwa ni mu'min, wa yusbihu kafira, lakini nakuja kuchomoza asubuhi yake ashakuwa ni kafiri. Yabi'u dinahu bi'arabin min ad-dunya, mtu atakuwa tayari kuitafuta dunia yake kwa namna yoyote ile, mpaka itafikia hatua mtu atakuwa tayari kuiuza dini yake kwa kitu kidogo kwa ajili ya dunia yake. Mtu atakuwa tayari aiweke rehani dini yake, aiuze dini yake, aiache dini yake, kisa aitafuta dunia yake. Ndugu zangu katika imani, hapa lazima kila mmoja ajihesabu yeye hamu yake ni nini. Je, hamu yake ni dunia ama hamu yake ni akhera? Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wao walipitia wakati mgumu, wakawa tayari kupoteza kila kitu katika maisha yao, lakini wawe tayari wameshikamana na dini yao. Sisi hamu yetu ni nini? Je, tuko tayari kupoteza chochote kwa ajili ya dini, au tuko tayari kuipoteza dini kwa ajili ya kupata chochote ili mradi tuimiliki dunia yetu? Rawa al-Hakim fi al-Mustadrak min hadith ibn Abbas, amepokea Imam al-Hakim katika Mustadrak wake hadithi anayosimulia Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala lirajul min ashabi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kumwambia bwana mmoja katika masahaba zake, akampa usia, akamwambia igtanim khamsan qabla khamsin, ebu yatumie vizuri mambo matano kabla ya mambo matano mengine hayajakufikia. Igtanim, faidika, khamsana, mambo matano, kabla khamsin, kabla ya mambo matano mengine hayajakufikia yanayokungojea. Jambo la kwanza Mtume akamwambia shababaka kabla haramika, faidika na ujana wako kabla ya uzee haujakunyemelea. Ndugu zangu katika imani, lazima mtu akae chini, yule ambaye amezeeka ajiulize ujana wake ameufanyia nini. Yeye alikuwa na nini katika ujana wake? Ana kipi cha kujivunia mbele ya Allah akisimamishwa siku ya kiyama? Amwambie Mola wake, ewe Allah, nilifanya hivi, nikafanya hivi, nikafanya hivi enzi za ujana wangu, lakini nilifanya hivi kwa ajili ya kutafuta radhi zako ewe Allah. Ndugu zangu, nyinyi mwajua ujana una thamani kubwa katika maisha ya mwanadamu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Kahf, wale watu ashabul kahf, Allah akasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, hao walikuwa ni vijana shupavu waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Allah akawazidishia uongofu. Ndugu zangu, vijana wana nafasi kubwa katika maisha ya mwanadamu. Vijana wamepewa hadhi, vijana Allah subhanahu wa ta'ala akawainua daraja. Sasa Mtume akatwambia mtu atumie ujana wake vizuri kabla ya uzee kumnyemelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya aliposema la tazula qadama abdin yawm alqiyama hatta yusalu an khamsin, mguu unyayo wa mwanadamu hautonyanyuka siku ya kiyama, hataweza kunyanyua unyayo wake siku ya kiyama mpaka aulizwe maswali matano. Maswali hayo, swali la kwanza an umrihi fima afnahu, swali la kwanza ataulizwa umri wake ameumalizaje. Umri
kuanzia azaliwa mpaka anaingizwa kabrini, hapo umefanya nini? Mpaka umri wako wa uchakaza umeuchakaza kwa kitu gani? Lakini swali la pili, wa an shababihi fima ablahu, ujana wake ameumalizaje? Kuonesha ahamiyatu shabab, umuhimu wa ujana katika maisha ya mwanadamu. Umri utakuwa umebeba wote, kuanzia ujana, uzee, utoto mpaka anafariki. Umri umebeba kila kitu, lakini bado kuna swali maalum ataulizwa kuhusiana na ujana. Hapa ni wakati ana nguvu, anaweza kuamua lolote na akalifanya. Hapa umetumiaje? Watu wamefaidika vipi na wewe? Wewe umefaidika vipi na ujana aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala? Vijana wenzangu, lazima hapa tuwe makini. Kama unaweza kufanya chochote, tumia umri wako. Simama usiku, soma Qur'an, funga za sunna, fanya khairati mbalimbali. Hapa ndipo kuna wasa. Ukifanya vizuri hapa utakuwa umefaulu na umefaidika na umri wako. Ndio maana Mtume vile vile aonesha ahamiyatu shabab, umuhimu wa ujana aliposema sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, akasema shabun nasha'a fi ibadatillah. Watu wa sampuli 7 watakaokuwa wameketi katika kivuli cha Allah, siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake. Mmoja wapo katika wale watu 7 ni kijana aliyekulia ujana wake ameumalizia akiwa anamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Shababak, ujana wako kabla ya uzee, wasihataka kabla sakamika, lakini afya ulionayo kabla ya maradhi yanayokungojea. Nini mwajua, baada ya afya mtu anatarajia maradhi. Ukiwa leo una afya, usijipe asilimia kwamba muda wako wewe maisha yako yote utaendelea kuwa na afya nzuri. Hapana, kuna maradhi mbele yanakujia, yanakungojea. Sasa tumia vizuri hii afya yako ulionayo. Kuna watu wako hospitalini, kuna watu hawatambui chochote kwa sababu ya maradhi yanayoandama. Sasa wewe tumia afya yako kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la 3, Mtume akisema wa ghinaka qabla faqrika, tumia vizuri utajiri ulionao. Hiki kipato ulichonacho, kama una uwezo wa kupata shilingi 500 kwa siku, tumia vizuri 500 yako, weka sehemu kwa ajili ya Mola wako. Hiyo 500 itenge vile vile kwa ajili ya dunia yako, kwa sababu baada ya utajiri ima kuna ufakiri unakungojea. Wangapi tunawajua walikuwa ni watu matajiri, lakini sasa hivi hawasemi na siali, wamesahau. Kisha Mtume akasema wa faraghaka kabla shughulika, tumia vizuri nafasi ulionayo kabla ya kuja shughuli ambazo ukawa ni mwenye kushughulishwa. Ndugu zangu, fursa tunazozipata, mtu ukiwa na muda wa kusoma karatasi 5 za Qur'ani, usipoteze fursa hiyo, itumie. Ukiwa na muda wa kuja msikitini, nenda, usiwe ni mwenye kuchelewa. Ukiwa na muda wa kufanya jambo fulani la kheri, hebu lifanye jambo hilo. Hakuna umri wa kuchezea katika maisha yako, kwani baada ya hapo kuna kuja kushughulishwa. Utaugua, utauguza, mambo yatabadilika, utakuwa ni mtu wa pilika, utakosa hata muda wa kukaa kusoma aya 5 katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tumia vizuri huu muda ulionao kabla ya mihangaiko ambayo inakungojea huko mbeleni, wa hayataka. Lakini jambo la 5, Mtume akatwambia tutumie vizuri uhai tulionao kabla mautika, kabla ya mtu hajafariki. Ndugu zangu katika imani, rawa Abu Daud fi sunanihi, al-Imam Abu Daud amepokea katika sunani yake hadithi anayosimulia Mus'ab ibn Sa'di kutoka kwa baba yake, anna nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sala na amani zuri yake asema, at-tu'adatu fi kulli shay'in, at-tu'adatu fi kulli shay'in illa fi amali al-akhirah. Mtume asema ustarabu unatakikana katika kila jambo. At-tu'adatu, ustarabu, unyenyekevu, kwenda polepole, mtu asikimbizane. Fi kulli shay'in, kunatakikana katika kila jambo analoliendea mtu awe ustarabu, aende kwa upole.
illa fi amali al-akhirah, isipokuwa katika mambo ya akhira. Hakuhitaji ustaarabu wala upole. Hapa kunahitaji mtu ashindane, akimbizane. Hapa kunahitaji mtu awe ni mwenye kushindana na wenzake. Wakati kana sahaba radhiyallahu anhum, masahaba kwa sababu waliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakalelewa na wakaleleka kama inavyotakikana. يأخذون بهذا التوجيه، كانوا يأخذون بهذا التوجيه النبوي الكريم. walichukua mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayatasabaquna ila al-a'mali as-salihah. wao walishindana hasa katika jambo la khair. lilipokuja sala la khair, wao walishindana wakakimbizana. wayatanafasuna fi a'mali al-akhirah kama arshada ila dhalika rabbuna subhanahu wa ta'ala. wakashindana hasa kama alivyowataka Mola wao wafanye. katika suratul mutaffifin aya 26 anasema wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. kuhusiana na hiyo akhera, hiyo janna, washindani wale wenye kushindana. ndugu zangu katika imani, pepo haitopatikana kwa mtu atakayekuwa si mwenye kushindana. pepo ni kwa wale ambao watajitoa muhanga kuitafuta. rawa Abu Daud fi sunani min hadithi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala, Umar anasimulia anasema, amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawman an natasaddaqa. siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia toeni sadaka. Umar anasema siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia tutoe sadaka. fawafaqa dhalika ma la indi faqultu, Mtume alipotaja akisema toeni sadaka, mimi nikasema leo sasa, kwa kuwa Mtume ametuambia ndio siku ya kumshinda Abu Bakar, Umar azimia leo ninaenda kumshinda Abu Bakar katika kutoa sadaka. al-yawma usabiqu Abu Bakar, Umar anasema leo sasa ndio siku ya kwenda kumshinda Abu Bakar. in sabaqtuhu yawma, leo hawezi kunishinda, hata nishinda siku ya leo. Umar akatoka mbio, kila sahaba Mtume alipomwambia, kila sahaba achukua apitia mlango wake, akimbizana kwenda kutafuta kitu cha kutoa mbele ya Mtume. faji'tu bi nisfi mali, Umar akasema mimi nilipoelekea nyumbani nusu ya mali yangu nikaja nayo. nusu, sio theluthi wala sio kitu chochote. Akasema faji'tu bi nisfi mali yangu nikapiga thamani kama mali yangu yote ni shilingi 1050. yani mali yangu yote ina thamani, majumba, viwanja, mifugo na fuga na vile vitu assets zilizomo ndani, kama vina thamani ya shilingi 50,050, nikaja na shilingi 25,000, nusu yake. tunaelewana Islam? faji'tu binisfi mali, nikaja na nusu ya mali yangu yote. faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume baada ya kuona hivyo mali niliyokuja nayo, Mtume akaniuliza, ma abqaita li ahlika, ewe Umar, ebu watu wako umewabakishia nini kama umetoa kiasi hiki? Fakultu, nikamwambia, mithluhu, nimebakisha mfano wa hiki nilichokileta. Hii unayoiona ni mfano iliyobaki nyumbani, ni mfano wa hii, na maana nimeleta nusu nikabakisha nusu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza. Ghafla akaingia Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa ata Abu Bakar radhiyallahu anhu bikulli ma inda. Abu Bakar akaja na kila kitu anachomiliki, hakuacha chochote nyumbani kwake, kila kitu akaja nacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuona hivyo akamuuliza Abu Bakar, ma abqaita li ahlika, ewe Abu Bakar, umebakisha nini katika familia yako, umewabakishia nini watu wako? Qala, jibu la Abu Bakar lilikuwa ni jepesi na ni rahisi na ni fupi. Akasema, abqaitu lahumullah wa rasulahu, mimi nyumbani nimewabakishia Allah na mtume wake. Hao ndio wamebaki nyumbani, hakuna chochote kilichobaki tofauti na Allah na mtume wake. Qultu, Abu Bakar, Umar alipokuwa amekaa akaiambia nafsi yake, ya nafsi, al-yawm min bidayati al-yawma la usabiquka ila shay'in abada. Ya Abu Bakar, ewe Abu Bakar, kwa hakika mimi nilikuwa nimejitoa kufanya musabaka, kushindana na wewe katika utoaji. Sasa nimepambanukiwa kwamba katika sekta ya utoaji hakuna wa kushindana na wewe. Sitoshindana na wewe katika sehemu ya utoaji, isipokuwa nitashindana na wewe katika sehemu nyingine.
Hivi ndivyo walivyoelewa masahaba wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba mwanadamu ili apate pepo hatopata kwa uzembe, bali ataipata kwa kujitoa muhanga. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud yasema inna lilquluba shahwa wa idbaran fahtalimuha 'inda shahwatiha wa iqbaliha wad'uha 'inda fatratiha wa idbariha. Anasema katika moyo huwa unatamani, huwa una shauku kuwa ni wenye kumiliki, kutojitoa, kujipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ulazimishe moyo huo kuupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nguvu. Mojawapo katika wema waliotangulia, wallahi nilipopitia kisa hiki mimi nilistaajabu. Mojawapo katika wema waliotangulia, yeye alikuwa katika nyumba yake ameweka sehemu, ameweka bakora, ameitundika kwa ajili ya nafsi yake yeye mwenyewe. Ameweka fimbo nyumbani. Hii fimbo hajamwekea mwanae, hajaiweka kwa ajili ya kitu kingine, ameiweka kwa ajili yake yeye mwenyewe. Alipokuwa akilala usiku, akaiambia nafsi yake, ewe nafsi, kumu ila salah, simama kwa ajili ya kumwabudu Mola wako. Usiku anaiamsha nafsi yake, ewe nafsi, simama kwa ajili ya kufanya ibada. Mara nyingi nafsi ukiamsha huwa inakuwa na uzito na uzembe. Huenda nafsi ikasema kwa kuwa sasa hivi ni saa 8, hebu vuta uje uamke saa 9. Hasa nafsi yake ikimwambia hebu pumzika kidogo dakika 5, dakika 10, alafu baada ya hapo utasimama kwa ajili ya kumwabudu Mola wako. Aiambia nafsi yake, ya nafsi anta ahqqu bidharbi min ad-daba, wewe nafsi yako sasa wewe unastahili zaidi kupigwa kuliko anavyopigwa mnyama kupelekwa malishoni. Unyanyuka, ufika katika pale alipotundika fimbo yake, uichukua kwa mkono wake, ujipiga yeye mwenyewe, uiadhibu nafsi yake mpaka uhisi maumivu. Huwa na alama michilizi ya fimbo mpaka macho yake huwa yanatoa machozi kwa kipigo alichojisababishia yeye mwenyewe. Inapofikia hatua hiyo, aiambia al'ana qum ila, sasa hivi nafsi tayari umetulia, hebu simama sasa kwa ajili ya kumwabudu Mola wako. Aiambia anta ahqqu bidharbi min ad-daba, wewe una haki zaidi kupigwa, kuadhibiwa kuliko anavyopigwa mnyama kupelekwa malishoni. Kwa sababu mnyama anapigwa ili aende akale chakula au akanywe maji. Sasa mimi ninakupiga wewe kukupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kukuingiza peponi. Hivi ndugu zangu, tujiulize, kati ya mnyama anayepelekwa kwa ajili ya kula nyasi au kwa ajili ya kwenda kunywa maji na mtu akiipiga nafsi yake kwa ajili ya kuipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni nani mwenye haki zaidi kupigwa kuliko kingine? Islam, chenye haki zaidi hapa kupigwa ni kipi? Na nafsi. Ni mara ngapi mtu ameipiga nafsi yake kwa ajili ya kuipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Tuulize nafsi yako. Mpaka sasa hivi una umri wa miaka 30, wallahi alhamdu wal minna, miaka 25, miaka 15, miaka 50, ni mara ngapi umejitoa mhanga ukaipiga nafsi yako kwamba leo nimekupiga hasa, na akawa na alama kwamba hii ni alama nimejipiga mimi mwenyewe, lakini nilikuwa nakupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana nimekupiga alama hizi. Yupo yuuliza nafsi yako, shawahi kufanya hivi? Na kama wapo ni wachache katika jamii sasa hivi. Hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Bali al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yanasema kullu shay'in min al-khair yubadaru bihi, kila kitu cha khair, kila kitu ambacho ndani yake kuna khairi lazima mtu afanye haraka, ashindane, akimbizane kwa ajili ya kutekeleza khairi hiyo. Ndugu zangu katika imani, kuna faida nyingi zinapatikana katika mtu kukimbizana kuielekeza nafsi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fawaidi al-musara'a ila al-khairat, faida zilizopatikana za kukimbizana katika mambo ya khairi ni nyingi mno, lakini naona muda wetu unatuacha. Nitajaribu kuistaja kwa ufupi au nitajaribu kutaja baadhi kwa ajili faida zinazopatikana kuhusiana na mtu aliyeitoa nafsi yake kwa ajili ya kujiendea mambo ya khair. Awalan,
faida ya kwanza alfawzu bi jannati an-na'im. Yule mwenye kushindana, ndugu zangu, faida ya kwanza kuliko zote ni kuzawadiwa na kupewa fursa ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja watu watakaoingia peponi katika suratul Waqi'a aya 10 hadi 11, Allah anasema was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, na wale walioshindana, wale watu wa mwanzo, wale wa mwanzo kabisa, was-sabiquna as-sabiqun, wale wa mwanzo watakuwa wa mwanzo duniani kutekeleza ibada za Allah, wale wanaoshindana kutekeleza maamrisho ya Allah, wale wanaoenda haraka kutekeleza vile alivyoamuru Mola wao. As-sabiqun, hao vile vile watakuwa wa mwanzo katika pepo ya Allah. Ulaika al-muqarrabun, hao ndio watakuwa karibu zaidi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na as-sabiqun waliotajwa hapa, wanazuoni wa at-tafasir wanasema humul mubadaruna ila fi'li al-khairat fi dunya, ni wale waliokuwa namba moja, wanakuwa wanajitoa kutekeleza mambo ya khairi katika dunia yao. Wanaposema utoaji, anakuwa wa kwanza katika sala, yeye anakuwa wa kwanza, kabla hata mtu hajamuita yeye anakuwa tayari amefika. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah anasema la takun ka'abdil fajir, enyi wanadamu, chonde tahadhari, msije mkawa kama waja waovu. Alipoulizwa mja muovu ni nani, akasema alladhi la yati ila salah hatta yunadi, ni yule ambaye hayuko tayari kuiendea swala mpaka aitwe. Mja muovu ni yule ambaye hayuko tayari kwenda kutekeleza ibada ya swala mpaka awekewe na wito hayya ala salah, hayya ala al-falah, ndo aja huyo. Akamwambia ni mja muovu. Alipoulizwa vipi huyu awe mja muovu, wakati alipoitwa akaitika wito, akasema huyu ni mja muovu, licha ya kuitika lakini bado uovu wake umeonekana, ameudhihirisha waziwazi. Akasema hivi, ukiwa na mfanyakazi, si watu wako washawahi kuajiri, ukiwa na mfanyakazi umemwajiri, mfano mfanyakazi wa ndani umemleta, kumwambia kazi yako wewe ukiamka asubuhi uoshe vyombo, udeki, uoshe vyombo, ufue. Kazi hizi tatu, ufagie mazingira, ndio kazi zako. Mshahara 50,000 mfano, sema hivyo, kawa unamlipa. Alafu yule akiamka asubuhi, yeye anakaa anasubiri mpaka umwambie wewe deki, osha vyombo, fua, fagia mazingira kila siku. Yaani kama hujamwambia siku hiyo hatofanya hivi, huyu utaishi naye, utaendelea naye? Atakuwa ni mfanyakazi huyu kabisa wa kuishi naye wewe? Unampa ile yako? Na huyu atakuwa ni mfanyakazi muovu ambaye hafanyi mpaka ufanyeje? Mpaka umwambie. Sasa wewe jiulize, unapoenda kumwabudu Mola wako, mpaka unaitwa au unajipeleka wewe mwenyewe kabla ya kuitwa? Jiulize tu. Si ni swali? Kwa mfano, kwa sababu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaomba majini na watu lengo ni kufanyaje? Ni kuniabudu, si ndio hivyo? Sisi tumeletwa hapa sikiwa ni watumwa kuja kutekeleza kila ambacho Allah ametuletea, na chenyewe ni nini? Ni kumwabudu Allah. Sasa jiulize, hiyo ibada Allah aliyokuleta ili uifanye, waitekeleza kabla ya kuitwa au mpaka uitwe ili uitekeleze? Ikiwa hauko tayari kwenda msikitini mpaka usikie adhana, basi hapo utakuwa mpate kwamba mimi nafsi yangu bado haijawa tayari kuwa mja ambaye ni mwema, kuwa mtumwa ambaye atakuwa ni mtumwa ambaye ni yule mwenye kuhitajika, mwenye sifa hasa ni mtumwa, lakini ambaye amekosa vigezo vya bwana wake. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo ni wale wanaoenda haraka, wa hum fil akhirati sabaqu ila aljanna, na hao kwa sababu duniani walikuwa mwanzo, wakajua thamani yao, wakajua tunu yao kama wameletwa kufanya nini, akhira watatangulizwa kuwa mwanzo kabisa. Fa inna sabqi hunaka ala qadri sabqi fi dunya, kwa sababu mtu atatangulizwa akhira kulingana na alivyokuwa akijitanguliza yeye duniani. Alikuwaje? Kwa sababu aljazaa'u min husni al'amali, malipo ni kulingana na vile ulivyotengeneza kazi yako vizuri. Kila mtu atalipwa kulingana na vile alivyokuwa mahiri wa kuitekeleza kazi yake, kama Allah alivyosema katika suratul Rahman aya 60, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, hakuna malipo ya wema isipokuwa ni kwa vile ulivyotengeneza wewe wema wenyewe. Waqala ta'ala,
Allah subhanahu wa ta'ala asema katika sura Fatir aya 32, thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina, kisha tumewarithisha kitabu wale tuliowachagua katika waja wetu, tukawapa kitabu, tukawapa hii Qur'an. Faminhum zalimun linafsi, katika wale waliopewa hiki kitabu kundi miongoni mwao ni lenye kudhulumu nafsi zao. Wa minhum muqtasidun, kundi jingine ni kundi la kati na kati. Wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah, na kundi jingine ni lenye kushindana kuyakimbilia mambo ya khairi kwa idhini ya Mola wao. Dhalika huwa al-fadlul kabir, na hiyo ndiyo fadhila iliyokuwa kubwa. Imam Ibn Kathir al-mufassir al-ma'ruf fi zamanina, yeye anasema wa minhum sabiqun bil khairat, wale wenye kushindana katika mambo ya khairi, humul fa'ilu lil wajibati, ni wale wenye kufanya yale mambo waliowajibishiwa kuyafanya, wal mustahibbati, wakafanya yale mambo ambayo vile vile ni mambo mustahab, yale yanayopendeza kuyafanya. At-tarik lil muharramati, wakaacha wakajiweka mbali na mambo ya haramu, wal makruhat, na yale waliyokatazwa na Mola wao, na wa ba'dul mubahat, na wakaacha baadhi ya yale ya halali wakihofia kwamba haya wanaweza yakawaingiza katika haramu. Waqala Ibn Abbas akasema, as-sabiqu bil khairat, wale wenye kushindana, wenye kukimbizana kwa ajili ya mambo ya khairi, yadkhulul jannata bighairi hisabin, wataingia peponi bila ya hisabu. Katika wale watakaoingia peponi bila ya hisabu, miongoni mwa hao ni wale waliokuwa wakishindana katika mambo ya khairi, wakijitoa, wakikimbizana, yeye nafsi yake haikwepeshi katika mambo ya khairi. Bali ndugu zangu katika imani, dalili za tuonesha mwanadamu ikiwa kuna khairi yoyote, khairi ya aina yoyote, akawa na uwezo wa kushiriki, akaambiwa kuna darasa mfano, alafu yeye akawa hajashiriki, na yupo tu haumwi, hana dharura za msingi, yupo tu, akawa amekosa khairi hii, akaambiwa ni utoaji, ana chochote mfukoni asishiriki, akaambiwa kuna khairi fulani, wakaonekana watu wengine alafu yeye asionekane. Ndugu zangu, kama kweli hamu yake ni pepo, atenge muda, atafute muda, watu wamelala, yeye asimame, akae, aikalishe nafsi yake, azungumze na Mola wake, ana nini ambayo amemkasirisha Mola wake mpaka Allah akawa awatoa baadhi ya watu kutekeleza maamrisho ya Allah, maamrisho yake, alafu yeye akamuondoa asishiriki. Hii ni hatari kubwa, kwani Allah subhanahu wa ta'ala katika sura at-Tauba atumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale watu walipotoka kushiriki katika jihad, alafu Mtume akiangalia wale alioambatana nao ni watu wachache, lakini watu wengi wamebaki katika mji wa Madina. Hilo likawa limemhuzunisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, likatia simanzi. Zikateremka aya kutoka mbingu ya 7 akifarijiwa Mtume. Aya ya kwanza akiambiwa, walau arada al-khuruja, leti Allah angetaka hao unaotamani watoki waambatane na wewe wangetoka, la aaddu lahu udda, wangefanya maandalizi kama yaliyofanywa na hao waliotoka. Maana mtu angetawadha akaja, au angefunga safari akaja kwenye muhadhara, kwa nini hakutoka? Kwa nini kwenye swala watu hawaonekani? Katika khair wanashiriki baadhi na baadhi wanabaki. Allah sema, walakin kariha Allahu bi'ath, Allah amechukia kutoka kwao. Allah amewachukia mpaka akachukia kushiriki kwao katika mambo ya khair. Fathabbatahum, Allah akawaondoa, akawaweka pembeni. Waqila, na akawaambia, uqudu ma'al qa'idin, ebu kaeni pamoja na wale wenye udhuru, msishiriki, mbaki pamoja na wale wenye udhuru. Wenye udhuru kivipi? Wakiambiwa watoe, wale ambao hawatotoa, wana udhuru wa kisheria. Wakiambiwa waende kutekeleza ibada ya sala, wagonjwa hawatotoka kwa sababu wana udhuru wa kisheria. Hivyo hivyo katika khairi zilizobakia. Walakin kariha Allahu bi'ath, Allah amechukia mpaka kutoka kwao. Fathabbatahum, Allah akawakalisha, Allah akawapa uzito wa kushiriki katika khairi hizo. Wakila, na sio tu kuwaweka kuwazuilia wasishiriki, ukatoka tangazo kutoka mbingu ya 7 likitangaza, uqudu ma'al qa'idin, kaeni pamoja na wale wenye udhuru, msishiriki kwa namna yoyote ile.
kisha Allah ataja sababu kwa nini amewazuilia. Allah sema la kharaju fikum ma zadukum illa khabala, wangeshiriki katika khairi hakuna chochote ambacho wangekiongeza isipokuwa wingi tu, hawatakuwa na khairi nyingi. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema inna Allah idha arada 'abdan istamalahu, Allah akimpenda mja huwa anamtumia katika mambo ya khairi, hakosi. Masahaba walishangaa sentence hii alileta Mtume, akamuuliza kaifa yastamiluhu ya Rasulullah, Allah akimpenda mja atamtumiaje? Mtume akamwambia yuwaffiquhu li'amali salih. Alama ya kupendwa na Allah ni mja kuwafikishwa akawa hakosi katika mambo ya khairi, mpaka watu wakamshuhudia kwamba huyu ni mtu wa khairi. Kuna watu hata kama ni khairi sehemu nyingine, wakitaka watawachagua watu baadhi washiriki katika khairi, watakwambia sehemu fulani kuna mtu wa khairi, hebu mpigie simu mshirikishe, atashiriki kwa namna yoyote ile. Nyinyi hamyaoni haya? Sisi tuwashirikishwa. Hii ni dalili kwamba sisi hatupendi na Allah, kwa sababu watu sehemu fulani watataka kufanya khairi, watamtamta mtu fulani nje ya sehemu yao, watamwambia huyu ni mtu wa khairi, mshirikishe. Na wallahi kwa sababu ni mtu wa khairi, akishirikishwa atashiriki kwa namna yoyote ile. Sasa Mtume atambia istamal, Allah atamtumia yuwaffiquhu li'amali salih, atamwafikisha kuyatekeleza matendo ya khairi. Mambo ya khairi hakosi. Akisema utoaji yumo kwenye ibada, hakosi kwenye minasaba mbalimbali ya khairi, hakosi. Mtu atakosa hapa kwenye mnasaba wa khairi, kwenye mjuguru hatakosa, kwenye vikao sijui vya nini hakosi, lakini katika mambo ya khairi yeye hayumo. Hii ni dalili mbaya, ni sifa mbaya kwa muumini, kwa Muislamu kuwa nayo. Kisha Mtume akasema thumma yakbidhuhu alayhi, kisha Allah atamfisha akiwa katika hali hii, bado ni wa moto kutekeleza mambo ya khairi, ghafla mtu huyu anafariki akiwa katika hali hiyo kabla ya kubadilika. Kisha Ibn Abbas anatuambia wal muqtasid, na wale ambao ni wakati na kati, yadkhulul jannata bi rahmatillah, wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema za Allah subhanahu. Allah warehemu ili waingie peponi. Wadhalimu li nafsihi, ama yule aliyedhulumu nafsi yake. Wa ashabul a'raf, na wale ashabul a'raf yadkhuluna aljannata bi shafa'ati Muhammadin alayhi salatu wasallam, wataingia peponi kwa shafaa, kwa uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huenda uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam usiwaingize peponi. Hiyo ni faida ya kwanza. Thaniyan, faida ya pili, almusara'atu bi qada'i alfara'id wal wajibati fihi ibra'il lidhimma. Mtu atakapofanya haraka kutekeleza mambo ya lazima kwake yeye, kutekeleza wajibu ambao Allah amemwajibishia katika swala hili, linamweka rehani na dhima, linamuondoa na dhima aliyobebeshwa. Kwani amepokea Imam Ahmad katika musnadi wake katika hadithi anayesimulia Al-Fadhl ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, tunasema man arada al-hajja falyata'ajjal, anayetaka kutekeleza ibada ya hija afanye haraka wala asicheleweshe. Kwa nini? Fa innahu qad tadhillu dhalla wa yamradhu al-maridha wa takunu al-haja, hakika huenda akawa amepoteza kile anachokimiliki, au akawa ameuguza au ameugua, au ikawepo haja ya kumshughulisha asiweze kutekeleza ibada hizo. Ndugu zangu, bali kuna baadhi ya sala ni bora kuzitekeleza mwanzo mwa wakati kuliko kuzitekeleza mwisho mwa wakati. Lakini hata sala zote mtu akitekeleza mwanzo ni bora kuliko kutekeleza mwisho, ingawa zipo baadhi ya sala ni bora zitekelezwe mwisho wa wakati. Lakini ndugu zangu, hebu nambieni mtu ambaye anabidi asali salatu al-isha, sala ya isha imeingia mfano saa 1:40 isha imeingia, afu yeye akawa hajaswali katika saa 5 kamili, ni muda wa isha, akafariki, huyu ameondoka na dhima au alikuwa ashatekeleza dhima? Ameondoka na dhima huyu, kwa sababu muda umeingia na bado hajaswali, na kafa amekufa na deni la sala, hajaswali. Atakuja kusimamishwa mbele ya Allah, ayahesabiwe kwa kila ambacho hakukifanya wakati yale yamediriki wakati. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika mambo ya kheri mtu afanye haraka ili aiweke nafsi yake rehani na ile dhima aliyobebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, ama faida ya tatu inayopatikana
almubadaratu bil a'mali as-salihah fi awwal awqatiha afdalu min ta'khiriha, kufanya haraka kutekeleza matendo mema mwanzoni mwa wakati wake ni bora kuliko kuchelewesha mwishoni mwake. Illa liman istathnahu dalil, isipokuwa kwa yale mambo ambayo dalili imekuja kuonesha kwamba hili likifanywa mwisho ni bora kuliko kulifanya mwanzo. Fa fi sahihaini, katika sahihi mbili Bukhari na Muslim, hadithi inayosimulia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ayyul amal afdal, tendo bora, matendo bora ni yapi kwa mwanadamu? Kana mtu akisema as-salatu ala waqtiha, matendo bora ni mtu akisali sala kwa wakati wake ambao amewajibishiwa na sheria. Bali Imam Bukhari vile vile na Muslim amepokea katika hadithi inayosimulia Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema law ya'lamu an-nasu, leti watu wangefunuliwa, wangepambanukiwa wakafahamu ma fi nidai, ujira unaopatikana kwa yule mtoa adhana, wasafi al-awwali, na safu ya kwanza, thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahammu, kisha wakawa hawawezi kupata isipokuwa kwa kushindana, yani mtu kutoa ili apate jambo hilo, basi wangetoa, wangeshindana, wangekimbizana kwa ajili ya kutoa adhana na kwa ajili ya kusimama safu ya kwanza. Na vile vile Imam Bukhari na Imam Muslim wamepokea katika hadithi anayosimulia Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi Abi Sa'id, Mtume anasema la yazalu qaumun yataakharuna hatta yuakhiruhumullah, watu hawatoacha kuwa ni wazembe, yataakharun, yani kujichelewesha. La yazalu qaumun, watu hawatoacha, yataakharuna, kujichelewesha, kuwa wazembe, mtu anajirudisha nyuma, hatta yuakhiruhumullah, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atamchelewesha. Mtu akijichelewesha, Allah subhanahu wa ta'ala atafanyaje? Atamchelewesha kwa sababu amejichelewesha. Rabi'an, ama jambo la nne ambalo litakuwa ni la mwisho kulingana na muda wetu ulivyo, litaishia katika sala hili, anna almubadarata ila al-a'mali salihah, kuitikia mtu kufanya haraka kuyafanya matendo mema, fiha istijabatu li amri llahi wa rasul, hapa kuna kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala na wito wa mtume. Mtu akifanya haraka wakati huo atakuwa amemuitikia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Qala ta'ala, anasema katika suratul Anfal 24 aya, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah, istajibu lillahi wal rasul, muitikieni Allah na mtume wake, idha da'akum lima yuhyikum, pale watakapowaiteni katika mambo ambayo yanawapeni uhai, katika mambo ambayo yanawafaidisheni, muitikie Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Rawa Muslim fi sahihihi, amepokea Imam Muslim katika sahihi yake kisa ambacho wallahi kinastajabisha, hadithi anayosimulia Anas bin Malik. Yeye anasema famtalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu hatta sabaqu al-mushrikeena ila Badr, وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Badr alipokutana na washirikina, Mtume akamwambia masahaba, kisa ambacho ni kirefu kulingana na muda wetu, Mtume akamwambia qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, hebu kimbilianeni, simama muielekee pepo ambayo ukubwa wake ni kubwa kuliko dunia na vilivyomo. Awaambia masahaba. Qala Anas anasema katika huo msafara wa watu waliokuwa katika vita alikuwemo mwanaume mmoja sahaba, alikuwa anaitwa Umayr ibn al-Uman al-Ansari. Alikuwa huyu ni Muansari, ni mtu wa Madina. Alikuwemo Mtume baada ya kusema ni pepo ambayo ukubwa wake ni mbingu na ardhi, huyu akamuuliza, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, jannatun 'arduha as-samawati wal ardh, hivi umesema atakayeenda kupigana kule ataingia peponi, tena pepo ambayo ukubwa wake ni mfano wa mbingu na ardhi?
Qala naam, tukamwambia naam. Qala bakhin. Faqala Rasulullah, yule sahaba akasema bakhin. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ni kipi kilichokupelekea kusema bakhin? Qala, yule sahaba akasema la wallahi ya Rasulullah, hakika na kuapia hakuna kilichonifanya niseme maneno hayo illa raja'atan an akuna min ahliha, isipokuwa mimi nataraji mimi niwe katika hao watakaoingia peponi, pepo ambayo umetusimulia mfano wake ni ukubwa wa mbingu na ardhi. Qala, mtume akamwambia fa innaka min ahliha, wewe ni katika hao watu watakaoingia peponi iwapo utapigana katika njia ya Allah alafu ukafa. Yule sahabi alipoambiwa hivyo, fa akhraja tamaratin min qaranihi, akatoa katika mfuko wake, alikuwa amefunga tende sitajua, alikuwa ameweka tende kwa ajili ya chakula chake, tende ambazo zinahesabika 5-6 hivi. Akazichukua, alipozichukua faja'ala ya'kulu minhu, alipotoa tende moja akaiweka mdomoni. Alipoiweka mdomoni, thumma qala, kisha ile tende kabla ya kuitafuna ameiweka mdomoni akasema, la in ana hajitu hatta akula tamarati hadhi, umri nitakaotumia kula hizi tende 5 nilizonazo hizi, innaha la hayatun tawil, hakika ni maisha marefu mpaka nimalize tende 5 hizi kabla ya kwenda kupigana ili niingie peponi. Hakika huu ni umri mrefu, huu nitakuwa nimeishi maisha marefu, nitakuwa nimepoteza umri wake. Akachukua farama bima kana ma'ahu min atam, akachukua zile tende alizozishika mkononi akazitupa kwa sababu ni maisha marefu mpaka zimalize. Thumma qatalahum hatta qutila, kisha akaenda akapigana mpaka akauliwa. Hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia katika masala. Walipoambiwa pepo, wao hawakujali chochote mpaka mtu kula kile alichokishika mkononi anaona ni muda mrefu atakuwa amepoteza fursa ya kuingia peponi. Lakini sisi tuko tayari kupoteza kile ambacho tumeambiwa kwa ajili ya kuishughulikia dunia. Inna dunya la tadumu ayuha alahibba, dunia hii haidumu kwa yeyote. Dunia hii tunaiacha, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo yalimtia wasiwasi ni sisi kukunjuliwa dunia. Mtume anasema, inna akhwafu ma akhafu ala ummati, jambo ninalolihofia katika umma wangu mimi, an tabsita lahum dunya, ni wao kuja kukunjuliwa dunia. Ninahofia ayyabsita lahum dunya, wasije wakakunjuliwa dunia, fayatanafasu kama tanafasu man kana qablahum, wasije wakashindana na dunia kama walivyokuwa wakishindana wale waliokuwa kabla yao, fayuhlikuhum kama ahlakahum, ikaja kuangamiza kama ilivyoangamiza wale waliopita kabla yao. Hili ni jambo ambalo lilimtia wasiwasi mtume, ni jambo ambalo lilimtia wasiwasi mtume wetu Muhammad. Dunia itakunjuliwa, tukimbizane na dunia tuiache akhera, alafu mwisho wa yote dunia itupelekeze. Ndugu zangu katika imani, nihitimishe muhadhara wangu bikalimatin, kwa kutaja maneno ambayo dhakarahu Allah fi kitabihi. Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja an fadhili ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akiwataja utukufu na ubora wa masahaba wa mtume alladhina aslamu qabla al-fath, akiwataja na kuwatanguliza wale waliosilimu kabla ya fathi Makkah ala alladhina aslamu ba'da, dhidi ya wale waliosilimu baada ya fathi Makkah. Licha kwa wote ni masahaba, wote ni watukufu. Allah akasema katika suratul Hadid aya 10, wama lakum alla tunfiqu fi sabilillah, mna nini nyinyi kinachowazuilia mpaka msitoe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahi mirathu samawati wal ardh, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mmiliki wa mbingu na ardhi. La yastawi minkum, hawezi wakawa sawa miongoni mwenu, man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, wale waliotoa kabla ya fathi Makkah na wale watakaokuja kutoa mali zao baada ya fathi Makkah. Ulaika a'zamu daraja, hao watakuwa na daraja ya juu waliotoa kabla ya fathi, waliosilimu kabla ya fathi, min alladhina anfaqu min ba'du, kuliko wale waliokuja kutoa na wakasilimu baada ya fathi Makkah na wakapigana baada ya fathi Makkah. Wa kullu wa'ada Allahu husna, lakini hawa wote kwa kuwa wamefanya khairi, Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi ujira uliokuwa mzuri.
Aya hii inatuonesha yule atakayekuwa wa kwanza kufanya kheri katika ujira hawezi kuwa sawa na yule atakayefanya akiwa mwisho. Huyu aliyetangulia atatangulizwa na Allah, ujira wake utakuwa ni mkubwa. Ndugu zangu, kwa muda huu tuliosalia nao, tushindane katika mambo ya kheri, tuiweke pembeni dunia. Sasa hivi hamu yetu iwe ni akhira. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale watakaokuwa na pupa kuitengeneza akhira yetu kuliko kuitengeneza dunia yetu. Wa aktafi bihadha wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.